Naam, habari ndugu mtazamaji wa Gavoo Media, kipindi hewani ni Gumzo na upo nami hapa mwongozaji kipindi wako Yusuf ibn Daud ibn Lucas kama ilivyo kawaida na ilivyo ada. Lakini kama unavyojua sekta ya ufugaji na kilimo ni moja ya sekta muhimu sana hapa katika nchi yetu ya Tanzania, na ni sekta ambazo sekta mama tunaweza kusema toka enzi ya uhuru ni moja ya sekta ambazo zimepewa nafasi kubwa kutokana zimekuwa zikichangia pato la taifa na pia zikiwezesha watu kuweza kupata mlo kila siku, sababu mkulima anapolima anapatikana mazao, anapouza na si wengine tunakula na yeye anapata faida pia, kuwa na pesa mfukoni na kuweza kununua vitu mbalimbali. Lakini leo kitu ambacho tunaenda kuzungumzia hapa ni swala zima la ufugaji wa nyuki, na katika hili nipo na mwanafunzi ambaye atajitambulisha kwa majina yake na yeye anasomea hii sekta, tuweze kujua pia upande wa kiuchumi inasaidia vipi kimazingira na kuweza kujua hata fursa pia kwa upande wao zikoje. Anaamini katika kile ambacho anakisomea kwamba kina fursa kubwa na kinaweza kikampatia uweledi mkubwa hata kama hatoajiliwa katika sekta binafsi au katika sekta za serikali ambazo tunazitegemea zinazotoa ajira. Anaweza kujitegemea mwenyewe katika kuhakikisha kwamba anapata ajira au kujiajiri mwenyewe, kuwezekana kupata ule ujira wake mwenyewe binafsi kutokana na hiko anachokisomea. Bwana, karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Steven Robert Mashauri. Ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na pia pale nachukua kozi ya Beekeeping Science and Technology ambao kwa Kiswahili tunaita ni sayansi ya ufugaji wa nyuki. Sayansi ya ufugaji wa nyuki. Bwana, asante sana. Sasa samahani kidogo, kabla tujaingia deep zaidi kuzungumzia swala la ufugaji wa nyuki, kuweka vizuri na vitu vingine vingi ndani yake, ilikuwaje? Kuna kozi nyingi sana au fakati nyingi sana hapa nchini Tanzania, udaktari, kuna sheria, kuna fakati kibao ambazo ongeza kusomea. Kwa nini ulichagua masuala ya kusomea nyuki? Kwenye upande wa mimi kwenye kuchagua kozi gani ambayo nisome, unajua sisi familia nyingi sana za Kitanzania, sasa ukishamaliza pale umemaliza zako form 6 unakuwa baadaye unakuja kuchagua kozi ambazo unazitaka. Ndio. Lakini kama pale hujakidhi vigezo vya kwenda hiyo kozi, lazima tu utachagua kozi zingine za ziada ambazo utakuwa unahitaji kwenda kusoma. Lakini familia nyingi za Kitanzania zipo kwamba zitakuchagulia wewe kozi gani ya kwenda kusoma. Wanachokitaka wao. Wanachokitaka wao. Kwa hivyo nikaonaga, wakanishauri ni bora niende katika masuala ya misitu, na nikaona beekeeping ndio nikaja kutua katika beekeeping mwisho wa siku. Beekeeping. Beekeeping science. Ndio. Kwa mara ya kwanza ulivyoichagua kwa upande wako, yani ulivyoitazama kiundani hiyo kozi na mienendo yake na misingi yake, uliona kwamba ni kozi ambayo inaweza kabisa ikakuamua kimaisha? Unajua siku zote kiukweli kozi yote ile ambayo unakuwa unaenda kuianza, kama unakuwa hujaichagua kutoka moyoni, imetokea tu kama bahati, unavofika pale mwanzo unakuwa hauna moyo na hiyo kozi. Lakini mwisho wa siku pale unavyoendelea sasa unaona mbona kuna fursa, mbona vitu vinakuwa vinaeleweka. Yani kipindi mwanzoni unavyoianza ulikuwa haujaiwekea maanani, lakini unavyoenda mbele kuna vitu vingi unajifunza. Sasa unasema ngoja hii kozi niendelee kuisoma, na unazidi kuipenda kutokana na vitu vizuri ambavyo vipo ndani ya ile kozi. Asante kabisa. Kwa sasa upo mwaka ngapi? Kwa sasa pale ndo naingia mwaka wa 3. Hivyo hapo inshallah Mungu akipenda akijalia tutaenda kumaliza huo mwaka unaoanza. Sawa kabisa. Sasa tukianza kuzungumzia hii sekta ya ufugaji wa nyuki, ni jambo zuri kufanya kwa sababu tunapata asali ndani yake, kuna gundi ndani yake inatengenezwa, kuna kitu kinaitwa nta. Mimi sio mtaalamu sana, nimesoma tu huko nta. Watu wengi walikuwa wananitajia, lakini utanielekeza baadaye ni kitu gani. Ndio. Kwa tukianza kuzungumzia umuhimu wa ufugaji nyuki, tuanze na swala zima la kiuchumi, kwa sababu hapa ndio ngazi nzuri zaidi tunaizungumzia swala la kiuchumi, kwa sababu hata wewe pia unapofanya hivyo unabidi unufaike na kile ambacho kinapatikana katika iko kitu unachokifanya. Huwezi ukakaa hapa uzungumze lakini hamna manufaa ambayo unayapata, lakini lazima ukae sehemu kiuchumi huo unaimarika. Kuna umuhimu gani kiuchumi? Kwanza kabisa kwenye hii program ya Beekeeping Science, kwenye upande wa kiuchumi, kwanza kama nilivyosema kwamba ufugaji wa nyuki huwa unatuletea nyuki, huwa kuna mazao ambayo wanatupatia sisi, ndo kama asali, nta, kuna vitu vingine kama royal jelly, propolis, ambavyo hivi vitu kiuchumi
Ndio. vinaimarisha uchumi kwa sababu inapotokea kwamba familia fulani imeamua kujikita kwenye ufugaji wa nyuki. Kwanza kabisa inaongeza ile pato la familia endapo kama watauza yale mazao kama asali. Lakini pia inachangia asilimia kubwa kwenye upande wa taifa. Kwa sababu kwa sasa hivi Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zipo vizuri katika uzalishaji wa asali kwa Afrika. Karibia asilimia 14 mpaka 15 kwa upande wa Afrika, Tanzania ipo vizuri. Na inaonekana asali ina umuhimu sana. Asali ina umuhimu sana. Tutakuja kuona mbele kwa sababu sasa hivi tunaongelea masuala ya kiuchumi. Kitu kikubwa kabisa ni kuongeza pato pia la taifa. Kwa ningependekeza pia watu wasichukulie kwamba ufugaji wa asali au ufugaji wa nyuki kwamba ni kitu ambacho ni cha kawaida ni cha loko. Hapana. Sasa hivi kutokana na teknolojia sasa hivi unaweza ukafuga nyuki, ukavuna hizo products zao ambazo mwisho wa siku unaweza kutengeneza bidhaa zingine. Kama sabuni unaweza kutengeneza bidhaa nyingi, na kama inaweza kutumika ingredient kwenye baadhi ya vyakula. Okay. Viwandani. Asante sana. Hapo nimekupata uzuri kabisa kwamba kuna faida tunaipata. Labda unidokeze kidogo. Umesema kwamba sisi tuna asilimia 14, tunacheza hapo kwenye asilimia 14 ya uzalishaji wa asali. 14 mpaka 15. Afrika. Kwa Afrika. Kwa Afrika. Kwa maana hiyo tumetoka sehemu moja tumeenda sehemu nyingine. Ndio. Sasa nitamani kujua asali imekuwa na, yani faida yake imekuwa kubwa, yani unavyoona matumizi yake ni makubwa kiasi gani, kiasi cha kwamba cha kuwashawishi watu wengine waingie katika hiko kilimo? Kwenye matumizi ya asali, hasa hapo tukienda kwa mfano faida za asali. Kwa sababu watu wengi asali huwa wanatumia kama chakula. Ndio, sana mimi kukoroga hapa kwenye chai, kuweka kwenye mkate na vitu vingine. Lakini kama hivyo nilivyokuambia, asali inaweza ikatumika kwenye viwanda kutengeneza mfano hizi keki za viwandani, kutengeneza bidhaa nyingi za viwandani, inatumika kama ingredient kuongeza sukari. Ndio. Na tunavyojua asali ina sukari ya asili. Ambayo hata mtu ambaye anaumwa kisukari anaweza akatumia ile asali. Kwa sababu kisayansi wanasema asali ina lower glycemic index. Yes. Ambayo hiyo lower glycemic index, mtu ambaye anaumwa kisukari hawezi akawa affected na hiyo asali. Kwa hiyo kitu kingine pia, asali inaweza kutumika kama dawa ya asili. Ukiachana na chakula, inaweza kutumika kama dawa ya asili. Kwa mfano unakuta labda watoto wako wamecheza vibaya, wameumia. Hii inaweza ikatumika kuweka katika ile sehemu ambayo heiza ameungua mtoto, au labda ameumia, ili kuzuia infection. Yes. Kwa ukiachana na chakula pia asali ni dawa. Asali ni dawa. Ni dawa. Asante sana. Tumetoka hapo kiuchumi, umetuelezea vitu vingi sana, labda kimazingira pia, kwa sababu tunajua nyuki ni hatari. Yes. Sana. Nyuki ni hatari sana. Sio kitu kidogo. Yes kabisa. Unakubaliana na hilo? Nakubaliana na hilo. Kwa asilimia kubwa kabisa. Yes. Ni hatari sana. Sasa unadhani kimazingira wanatunufaisha nini sasa? Nyuki kimazingira, kumbuka nyuki ni wadudu kama wadudu wengine ambao ni miongoni mwa wadudu ambao ni wachavushaji. Kwa sababu asilimia 35 nyuki ni moja ya wadudu ambao ni pollinators wazuri. Ninavyosema pollinator, it means wanaongeza ukuaji wa miti. Kwa sababu uchavushaji unaweza kupelekea kuongezeka kwa idadi ya miti katika hilo eneo ambalo wapo hao nyuki. Kwa hivyo kwenye upande wa mazingira, nyuki huwa anasaidia katika kuimarisha na kupunguza ukame katika hilo eneo, kwa sababu kutokana na idadi kubwa ya miti ambayo itakuwa imeota hiyo sehemu. Lakini pia nyuki kimazingira, pia nyuki ni pollinator mzuri. Wakiwemo wadudu wengine, lakini nyuki pia anafanya pollination kwa ufasaha zaidi. Na tunapokuwa tunaongelea nyuki, ndugu mtangazaji, tuna nyuki wa aina mbili. Tuna nyuki ambao wanadunga na kuna nyuki ambao hawadungi. Hangati. Ndio. Na hata asali inayokuwa inaproduziwa na nyuki hawa ni wawili, ni asali mbili tofauti. Hazifanani hata kidogo. Hazifanani kutokana na nyuki wasiodunga asali yao pia hata kwenye soko ni kubwa.
Wasiodunga. Wasiodunga Yaani ambao hawang'ati. inakuwa ina taste nzuri zaidi. Si tamu, ina ladha kama ni ladha fulani ya uchachu. Na ndo asali ambao kwenye soko la asali ndo ambao ipo juu kwenye bei. Lakini kwenye upande wa bei yake pia ni kubwa, lakini pia inatumika kwenye medicine purpose. Okay. Kwenye matibabu kutengeneza madawa. Kwa hivyo hawa nyuki wadogo nao wana miili kama wanavyoitwa hivyo. Pia miili yao ni midogo, kwa hiyo wana uwezo wa kuingia kwenye maua mbalimbali wakawapelekea hii pollination. Kwa hiyo kimazingira nyuki ana promote au ana promote biodiversity ya miti mbalimbali. Naposema biodiversity ni ile kuimarisha hiyo miti iendelee kuwepo miaka na miaka. Okay. Isitokee kwamba inakosa agents wa kupollinate. Okay, hapo nimekuelewa. Kimazingira ndo faida ya kuwatunza nyuki kwa namna moja ama nyingine. Sawa kabisa. Lakini pia vile vile kuna swala la afya. Ndio. Kwa nyuki. Yes. Nimepata kuona kuna watu wanasema kidogo nyuki ana manufaa sana katika upande wa afya. Mimi nikajaribu kuwauliza wao, wakasema tu ana manufaa kwenye afya. Wajaribu ile kunielezea, kunifafanulia kwa nini nyuki kwenye upande wa afya ana umuhimu, hawakuniambia hilo swala. Labda unaweza kuniambia, kunipitisha hapo kwa uchache au kwa upana kidogo kuhusiana na kivipi nyuki kwa upande wetu anakuwa anachangia upande wa afya, anakuwa na umuhimu katika maisha yetu. Kama sisi tunajua nyuki anang'ata, Ndio. dunga hivi anakuvimbisha. Kama hivyo umesema kuna wengine hawang'ati lakini ni mdudu, anachangia kitu gani? Lau kukuza miti ni afya yenyewe pia. Kwa upande wa afya, nikienda kwa afya nikiongelea kwa upande wa indirect, manake indirect kwamba anasababisha effect ya kitu fulani, alafu hicho kitu ndo kinatuletea sisi faida. Kwa hivyo nikienda kwa indirect ndo kama hivyo ongezeko la miti mbalimbali. Na miti ya asili ambayo inaweza kutumika kama malighafi ya kutumika kutengeneza dawa viwandani. Kwa hivyo nyuki hiyo kwa njia indirect, ila kwa direct way kwamba nyuki mojawapo ya mazao ambayo yeye anatengeneza ni asali, na kuna zao jingine hilo linaitwa royal jelly. Royal jelly. Ambayo hiyo royal jelly inakuwa imetengenezwa kwa ajili, wao wanaitengeneza kwa ajili ya kumkuza malkia wao. Lakini kwa sisi huwa tunaivuna ile na inatumika kwa sisi kwenye vyakula kwa sababu ina kiwango kikubwa cha protini. Okay. Kwa hiyo nilipata kuona picha moja hivyo anamuonesha malkia kama ana mafuta mengi sana. Yes, malkia ni mkubwa kiumbo. Ndio. Na huwa wanamlisha hiyo royal jelly. Lakini sisi huwa tunaivuna kwa purpose ya kutumika kama lishe. Kama lishe. Kwa sababu inakuwa ina protini nyingi. Pia kwenye upande wa asali inatumika pia. Asali ni direct way ambao naweza nikasema kiafya asali inatumika pia kama dawa. Hasa hii asali inayokuwa inazalishwa na nyuki wasiodunga. Nyuki wasiodunga asali yao pia inakuwa si nzito kama nyuki ambao wanadunga, na asali yao inakuwepo si tamu kama hawa nyuki ambao wanadunga. Hivyo asali yao ina kisayansi wanasema ina high antimicrobial properties na it is high oxidant. Hivyo au ni mambo ya kisayansi. Hivyo vitu ndo vinasababisha kwamba ile asali uendapo itatumika kama dawa itazuia. Ndio maana unakuta watoto wanapaka sehemu kama wakiumia, inazuia kwamba bakteria asije akaingia ile sehemu au. Asante kabisa bwana. Wewe ni mtaalamu kabisa. Jambo zuri kabisa. Wasikia anavyoelezea hapa, anakutajia kabisa mambo ya kiundani ya kisayansi. Mimi wapi na wapi, lakini najifunza hapa na napata kuelewa kwamba kuna faida kubwa sana za kuwakeep nyuki, na mimi nianze kujifunza kidogo kidogo. Lakini kuna mambo mengi sana katika masuala mazima ya kusomea mpaka kufuata ajira na vitu vingine. Tukizungumzia, ukiliangalia sekta yenyewe hivyo inaendaje kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi sekta inazidi kuwa kubwa. Hata hivyo serikali imewekeza sana kwenye upande wa nyuki. Kwa sababu kwa Tanzania miaka ya 2009 zilianza hizi sera za ufugaji wa nyuki kitaifa. Kwa hiyo miaka mpaka ya sasa hivi 2025 imekuwa kubwa hii sekta ya ufugaji wa nyuki. Ndio. Sawa kabisa. Labda kwa upande wenu nyewe mkiangalia fursa zikoje? Yes. Fursa zipo kwenye hii beekeeping
ambapo fursa mtu anaweza pia akajiajiri. Aidha anaweza akawa ni mtengenezaji wa mizinga ile ambayo inatumika kuhifadhia kuhifadhia nyuki kipindi unawafuga. Ndio. Kwa sababu mzinga mmoja anaweza akatengeneza na gharama yake anaweza akaiuza kwa $100,000. Kwa $100,000. Mzinga mmoja wa kibiashara anaita commercial hive. Akiutengeneza. Akiutengeneza vizuri. Ndio. Commercial hive hiyo anaweza akaiuza kwa $100,000. Hivyo unaweza ukaona kwamba kama ana uwezo mkubwa mtu kupata upatikanaji wa mbao kwa urahisi, yeye anaweza kufanya hiyo biashara. Anaweza kufanya hiyo biashara. Yes. Na mtu anaweza kujiajiri kabisa. Yes, mtu anaweza Labda kujiajiri. ni maeneo gani pia yanafaa sana katika swala zima la kufanya hiyo beekeeping? Shughuli yote hii shughuli ya beekeeping ili uifanye kwanza cha kitu cha muhimu kabisa inabidi, kwa sababu kama ulivyosema nyuki ni hatari. Na tukisema nyuki ni hatari maana yake inabidi ifanyike katika eneo ambalo si eneo ambalo limejumuisha mizunguko ya watu. Kwa hiyo kitu cha muhimu kabisa inatakiwa ifanyike msituni, sehemu ambapo hata movement za watu si kubwa. Kama tuseme Iringa huko ndani. Iringa, Njombe, Tabora na Shinyanga, Kilimanjaro, hiyo ni mikoa mizuri. Huwezi ukafanya shughuli ya beekeeping na Dar es Salaam, unaweza kuleta hatari. Kweli kabisa, kwa sababu mji kila siku unapanuka na watu wanasogea karibu. Yes. Labda ungependa unitajie labda mikoa gani labda kwa hapa TZ nyie kwa Tanzania ni mikoa ambayo maarufu sana, watu wanafanya sana hiyo shughuli? Mkoa wa kwanza kabisa ni Tabora. Tabora. Yes, Tabora ni mkoa ambao umekuwa beekeeping ndio imejikita sana kule, ipo kubwa sana, yani ufugaji wa nyuki ni Tabora. Kama nilivyokuambia serikali imetia nguvu nyingi. Na sasa hivi karibu mikoa mingi, Iringa, Kilimanjaro, Kigoma, mpaka Kigoma sasa hivi imekuwa ufugaji wa nyuki ni kitu kikubwa. Okay. Na kila kazi ambayo tunafanya hapa duniani, na kwa namna zote, kwa nguvu, kwa upolepole, kwa kujituma, kwa hatua zozote zile, haikosi changamoto. Ndio. Na nikiangalia kazi yenu nyie ni very risky. Kwa sababu nyuki wanaua pia na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika, nyuki wanaua. Yes. Na wanadhuru pia, wanaweza kumfanya mtu kupata hata ukilema wa macho na vitu vingine vingi sana. Tukianzia labda katika changamoto za kawaida, then tuende kwenye changamoto za kazi ambazo zipo katika zimekaa kiteknolojia zaidi, vifaa na vitu vingine. Tuanzie hapa katika changamoto za kawaida ambazo tunazungumzia masuala ya kwamba nyuki wanauma. Ndio. Kwa upande wenu nyie mnajikinga vipi? Kwa upande wa kikawaida kabisa, ndo kama tunavyosema kwamba umbali, yani inabidi eneo ambalo linahusika na ufugaji wa nyuki inabidi liwe mbali na mazingira ya watu. Ndio. Kikawaida hiyo inatengeneza ulinzi, na lile eneo pia linashauriwa liwe limezungushiwa fence ili kutengeneza usalama kabisa, kwamba hata mtu mpaka anang'atwa ni aidha ameingia kuiba. Hiyo ni kwa kawaida. Ndio mnajikinga kwa changamoto ya kwanza, hiyo ndio mnavyojikinga nayo. Kwa kijamii kabisa hapo nimejumuisha. Ila kwa sisi kama sisi huwa hivi tunajikinga endapo tunaenda kutembelea sasa. Wewe kama mfugaji lazima uhakikishe kwamba mizinga yako inakuwa salama. Lazima uikague, uangalie je imekuwa imeathirika, imevurugwa labda na wezi. Kwa hivyo huwa tunavaga mavazi maalum ambayo yanakulinda mwili mzima. Na yale mavazi sio hayana kwamba yatakulinda kwamba wewe using'atwe na nyuki kabisa. Hapana, ila yatakupunguzia ile risk ya wewe. Yaani kwamba nyuki akining'ata ataning'ata tu. Yes. Yaani kwamba ukivaa yale mavazi, yale mavazi si unavaa, ndio. Lakini kitu ambacho wewe itakupunguzia risk ya wewe using'atwe. Kwa sababu kama nilivyokuambia nyuki ni wadogo sana. Kwa hiyo unaweza sehemu ukawa hujafunga zipu, haijafunga vizuri, wanaingia. Akaingia. Na kwa kawaida akiingia mmoja inabidi umuue umo. Yaani hatakiwi kukimbia. Hutakiwi kukimbia. Hatakiwi kukimbia. Basi inabidi umuue umo, utengeneze usalama wa wengine ambao wanakuzunguka pale. Okay, yes. Sawa kabisa. Labda kwa jinsi unavyoitazama sekta kiujumla, kuna changamoto zipi ambazo zipo zinawaandama, na naweza kusema kama ni kama jinamizi, mwisho wa siku linaweza likawatafuna na likawanyima fursa moja kwa moja? Ndio.
Kwa changamoto ambazo zinatuandama kwenye hii sekta ya beekeeping, changamoto ya kwanza ni vifaa ambavyo tunasema kwamba ni vifaa ambavyo vya kisasa. Kwa sababu ili hata hivyo tuongeze pato la taifa liongezeke, inabidi vifaa ambavyo vinatumika viwe vya kisasa. Kwa hivyo changamoto ya vifaa vya kutengeneza, kwa sababu asali inapokuwa imevunwa inakuwa bado inakuwa na impurities. Sasa vifaa vitakavyotumika kuhakikisha kwamba tunavuna asali yenye ubora, hiyo ni changamoto moja kubwa. Ya upatikanaji wa vifaa maalum vya kuprocess asali ikawa katika ubora mkubwa, hata hivyo kuongeza uchumi kitaifa. Sawa kabisa. Unadhani labda serikali wakiboresha hapo, nyewe mtakuwa katika level nyingine, mtatoka kwenye 14% na kwenda 15%? Yes, ongezeko la vifaa hivyo itasaidia. Hata zile 1% ambazo tumekuwepo nazo, lazima tu zitapanda. Sawa kabisa. Kwa kumalizia, mimi na wewe hapa kuna vitu ulinitajia kama nta, Yes. na vitu vingine vigumu kidogo kuvitamka. Labda unaweza kunielezea hivyo vitu ni vitu gani? Yes, kuna asali ambao ndo kawaida watu wengi ambao ndo wanaifahamu. Tunaifahamu ndio. Yes. Kuna nta, kuna propolis Nta ni nini kwani? Nta ni nini? Na inatumika vipi? Yes. Nta kwa Kiingereza ambao wenzetu wazungu wanaita beeswax. Yes. Hii nta huwa inatumika kwenye utengenezaji wa mishumaa. Mishumaa mingi ambayo tunaiona. Yes. Mishumaa mingi ambayo tunaitumia kipindi umeme unakatika. Ya mingi imetengenezwa na hiyo beeswax, pamoja na vitu vingine ambavyo ndio vitaongezwa mpaka mshumaa unaonekana mweupe. Lakini pia hiyo nta sisi tumeitumia kwa malengo yetu, kama hivyo kutengeneza mishumaa. Lakini pia tunatumiaga kwenye baadhi ya cosmetics. Lakini wao nyuki huwa ile wanaitengeneza pia nao wana malengo yao. Kwa sababu wewe unavyokuwa umewawekea mzinga kama mzinga, ili wao waweze kutengeneza hiyo asali, sasa ndio huaga wanatengeneza masega. Ndio maana ile mizinga inakuwa unaona nyuki wamejenga masega yao. Maana yake yale masega sisi tukishaenda kuvuna asali ndio baadaye sasa tunatumia kutengeneza hiyo nta. Kwa hiyo nta inatokana na yale masega. Okay. Na hiyo nyingine? Na hii nyingine inaitwa propolis. Sasa hii propolis watu wengi huwa hawaijui. Hii propolis pia inatumika kama hivyo kwenye cosmetics mbalimbali. Kwa sababu sasa hivi vipodozi ni moja ya vitu ambavyo vinauzika sana. Ndio. Kwa hivyo hii propolis huwa inatumika kwenye kama ingredient kwenye vipodozi. Hii propolis ipoje? Hii propolis ni si rahisi kwa mtu ambaye hajasomea hivi vitu kuijua. Lakini wao nyuki huwa mara nyingi wanatumiaga kuwekaga kwenye, unaweza kukuta mzinga pale mlangoni kama una vitu fulani wanaziba. Kama vina michanga ya vile, ile ndo ni mfano wa propolis. Ndio mfano wa propolis. Nipo sahihi nilivyotaja? Propolis. Sawa kabisa. Bwana, nilikuwa na ndugu yangu hapa Steven, kijana ambaye yupo katika faculty ya masuala ya beekeeping akisomea hapa chuo cha Dar es Salaam, lakini sio bookkeeping, beekeeping. Yes. Kuna tofauti hapo, mtu kaweza kusikia pronunciation ukazisikiliza vibaya hizo ukajikuta unapotea. Ni beekeeping. Yes. Namna ya kuhifadhi nyuki na kufanya kilimo cha kuvuna asali na vitu vingine vingi vinapatikana kama hiyo propolis na masuala mengine ya nta na vitu kibao. Tumepata kusikia hapa mafunzo mengi zaidi, umuhimu wake katika sekta hii, na kwamba kwa namna moja ama nyingine amesema kwamba kuna umuhimu unapatikana kwa mtu kuweza kupata fursa kujiajiri mwenyewe, hata mtu wa nyumbani kuweza kuleta kipato, kwa sababu ni kitu ambacho ukipata kujifunza vizuri na kuelewa namna ya kufanya beekeeping, basi unaweza ukajikwamua kiuchumi. Na anashauri vijana pia waweze kuingia katika hii sekta, kuweza kujifunza kwa wingi, kwa sababu fursa zipo na zipo waziwazi na zimewekwa ili tuzikimbilie. Langu jina ni Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas, nikiwa na ndugu yangu Steven hapa. Nipende kukuambia tu bye bye, usisahau kulike na kusubscribe katika ukurasa wetu wa kijamii tunaofahamika kama Gavo Media. Hadi wakati mwingine. Cha. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.